Tutazungumza mambo kadhaa, na kama unataka upate kichwa cha jumla cha mambo nitakayoenda kusema, nimeyaita vitu ambavyo ninavijua kwa uhakika mimi, vitu ambavyo ninavijua kwa uhakika, au kanuni ambazo ninazijua kwa uhakika, things that I know for sure, vitu ambavyo ninajua kwa uhakika kwamba wewe ukitumia kwenye maisha yako, hizi kanuni za Biblia zimefanya kazi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ninajua kwa uhakika, hata ukiniamsha usiku wa manane, kwamba na wewe hizi kanuni ukizielewa ukazifanyia kazi, na wewe zitabadilisha maisha yako. Kama maisha yako tayari kwenye mahali fulani pazuri, yataenda pazuri zaidi. Kama yako mahali ambapo kupafurahi sana, basi zitabadilisha mwelekeo wa maisha yako na zitakupeleka mahali ambapo utapafurahia kwenye siku za usoni. Ninafahamu kwamba hili ni wiki la vijana, lakini neno la Mungu linamfaa kila mtu. Kwa hiyo kwa kila siku moja nitakupa kanuni moja kwa kina, vitu ambavyo ninavifahamu kwa uhakika. Na naomba tufungue Biblia zetu. Biblia inasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kueleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana yapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nani mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu, kwa maana kila mtu atumie maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Leo nitaongea kuhusu kanuni ya ukuaji. Nasema kanuni ya ukuaji. The law of growth. Kanuni ya ukuaji. Unajua kila mtu anaweza akatarajia kwamba kesho yake itakuwa bora. Yaani ukichukua kijana yoyote ukamuuliza kuhusu kesho yake, asilimia kubwa atakwambia kesho yake anaamini miaka 5 ijayo atakuwa vizuri kiroho, atakuwa amepiga hatua kimaisha, atakuwa amefika mbali, bila kujali sana kwamba sasa hivi anafanya nini. Kila mtu anaweza akatarajia kwamba kesho yake itakuwa bora, lakini mtu ambaye atakuwa mkweli kwenye hayo matarajio yake, na mtu ambaye atayaona hayo matarajio yakiwa kweli, ni mtu ambaye leo anakuwa, ni mtu ambaye leo anawekeza kwenye ukuaji wake, Kwa sababu gani? Kwa sababu kesho ni leo. Nikiishi na wewe kwa mfano siku moja, nikakuangalia jinsi unavyoishi maisha yako kuanzia asubuhi hadi jioni, wala hatuhitaji tupate nabii wa Kiebrania kuweza kujua kwamba miaka 5 ijayo maisha yako yatakuwa na sura gani. Naweza tu nikakaa na wewe kwa wiki nzima, alafu nikatoka hapo nikiwa nimepata hitimisho kwamba inawezekana nikirudi miaka 5 ijayo utakuwa hapo. Lakini inawezekana nikakaa na wewe siku moja ukawa huna hata shilingi 10 mfukoni, lakini kwa jinsi unavyoishi maisha yako, kwa sababu kwa jinsi ratiba zako zilivyokaa, nitaondoka hapo nikiwa na uhakika kwamba huyu mtu nikija hapa miaka 5 ijayo naweza nisimkute. Atakuwa mtu tofauti kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kesho inatengenezwa ya kiroho, ya kimwili, ya kimaisha, ya kimahusiano, kila aina ya eneo la maisha. Hiyo kesho yake inaandaliwa kuanzia leo. Hakuna muujiza wowote utakayotokea kesho kama hakuna kitu unachofanya leo. Fursa huwa zinamiminika kwenda kwa watu wanaokua. Mungu anawatumia watu wanaokua. Milango huwa inawafungukia watu wanaokua. Mungu anawaamini na kuongezea majukumu watu wanaokua. Kila mara Mungu huwa anakupima aone kwamba je, umeweza kukua kiasi kwamba anaweza akakuamini zaidi, anaweza akakuongezea ushawishi zaidi, anaweza akakuongezea majukumu zaidi. Umekuwa kiasi kwamba anaweza akakuongezea upako zaidi, anaweza akakuongezea watu zaidi wa kuongoza, anaweza akakuongezea rasilimali za ufalme wake zaidi. Kila mara Mungu anakupima kuona kwamba je, mwanangu amefika mahali sasa ambapo amekuwa mtu mzima. Tunaweza hata nikija kuongea naye, tunaweza tukaongea kama watu wazima. Kila mara Mungu anakupima kuangalia pale
nikiangalia siku yako moja naweza nikajua kwamba kesho yako itakuwaje. Na kwa mfano najua uumbaji wa Mungu, jinsi Mungu alipoumba dunia. Ukienda pale kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba Mungu alichofanya cha msingi alitumia siku zake vizuri. Alitumia siku 6 vizuri, baada hapo akawa amemaliza kila kitu. Kwa hiyo alihakikisha kwamba kila siku ikiisha vitu vyake vyote alivyotakiwa amefanya hiyo siku vyote vinaisha. Kwa kusema ikawa jioni ikawa asubuhi, hakuna kitu cha siku ya kwanza ambacho kilienda siku ya pili. Vitu vya siku ya kwanza viliisha siku ya kwanza. Na kwa sababu siku zinategemeana, kesho alipokuja alianzia pale alipoishia jana. Kwa hiyo ilipofika siku ya 6 akapumzika, alikuwa amemaliza. Na hiyo wanatheolojia wanasema hiyo ilikuwa ni zaidi ya miaka 6000 iliyopita. Kuanzia hapo wala hajahitaji kutengeneza chochote kingine. Kwa sisi pia hiyo ilikuwa ni kanuni. Sisi pia kama tutakuwa na kesho yenye matokeo, tutakuwa na kesho yenye ubora, ni lazima tuwekeze leo kwenye ukuaji wetu. Kwa zawadi pekee unayoweza kuipa kesho yako ni kuitumia leo kukua. Kuitumia leo kukua ni kuitumia leo kuwekeza kwenye ukuaji wako. Unajua ni aidha unakuwa au unakufa. Mtu ambaye hakui anakufa taratibu sana, lakini anakufa. Kwa kuna watu watazikwa wakiwa na miaka 90, lakini kimsingi walikufa wakiwa na miaka 20. Kwa sababu hapo ndipo walipo, hata walimaliza shule, kwa kuanzia hapo hawajaribu kukua tena. Labda waliokoka wakiwa na miaka 18, aliokoka baada ya hapo hakuwahi kukaa chini akaamua kuwekeza kwenye ukuaji wake wa kiroho. Kwa kitu pekee ambacho aliwahi kufanya hapa duniani ni kwamba aliwahi kuokoka miaka 15 iliyopita. Lakini kuanzia hapo hakuna hatua yoyote aliyofanya na kusudi ya kwenda mbele. Najua naongea na vijana. Kwa kama tutakuwa tusife. Kwa mtu labda tangu akiwa na miaka 15 alipookoka hajawahi kupiga hatua. Kwa kama hukui manake unakufa. Mwili utakuwa hai, utakuwa unakula, utakuwa unafanya kazi zako, lakini kiroho umedumaa huko sehemu hiyo hiyo. Kwa hiyo mtu anaweza akaishi miaka 50, 60, 70, lakini kimsingi huyu mtu tangu alipokuwa na miaka 20 hakuna hatua ambayo alipiga. Lakini huo sio mpango wa Mungu. Huo sio mpango wa Mungu. Kwa Mungu mwenyewe kwa Kiingereza anasema God is on the move. Mungu mwenyewe anatembea. Mungu hajasimama sehemu moja. Mungu yuko kwenye flow. Yuko kwenye mtiririko fulani. Kwa hiyo na nini ambacho tunatakiwa kufanya, hatuwezi kukaa sehemu moja alafu tukatembea na Mungu. Mungu anatembea na mtu anayekua. Mungu anatembea na mtu anayetembea. Kuna reason fulani ambayo Mungu anayo. Kwa hiyo tuweze kwenda naye sawa, ni lazima na sisi tusiwe watu ambao tumekaa sehemu moja. Kiroho kila mara Mungu akija atukute kwenye hatua zake anazozipiga kwenye maisha yetu. Unajua Mungu ana mpango na maisha yako. Kuna mpango wako ambao ameuandika. Zile siku zako zote kwa Zaburi naamini anasema siku zangu zote ziliandikwa kabla hazijawa. Kwa kila siku yako Mungu aliandikia. Kwa kuna kitu fulani ambacho Mungu anakusudia mwaka ukiisha. Wewe kwa mujibu wa kalenda ya Mungu kuna mahali fulani wewe umefika. Kwa kuna muda Mungu anafika, lakini sisi tuko mwaka juzi. Mungu yuko miaka 5 mbele. Kwa Mungu anasogea, Mungu anatembea. Na kama tutaenda naye sawa, ni lazima na sisi tuwe tunakuwa. Tusiishie kwenye kitu ambacho Mungu alishawahi kutuambia miaka 10 iliyopita. Au Mungu alishawahi kufanya miaka 10 iliyopita. Huo ni ushuhuda, ni mzuri. Lakini tunataka tujue sasa hivi Mungu anafanya nini kwenye maisha yako. Leo Mungu amekwambia nini? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayeongea na anaongea kila siku. Kwa kila mara tuna wajibu wa kujua Mungu anasema nini na mimi sasa hivi. Unajua kuna muda Mungu anakuja hivi, Mungu sasa hivi kwenye maisha yangu unafanya nini? Naweza kwenda mahali nikakaa siku 3 na nikitulia nikamsikiliza, naelewa kwamba sasa hivi Mungu anafanya hiki. Kwa kama Mungu anafanya hiki, mimi natakiwa ni position kwa namna fulani ili twende sawa. Kwa hiyo kwa sababu kuna maisha sio ya kwangu, kuna kitu ambacho Mungu anataka afanye na maisha yako. Sasa ili tuweze kwenda hatua zetu ziende, Biblia inasema hatua za Mungu yake zinaongozwa na nani? Na Mungu. Sasa kama Mungu anaongoza hatua zangu au mimi sijui anapoelekea, hatuwezi kwenda sawa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Kuna flow fulani ambayo Mungu anayo. Kwa tunapaswa kujua Mungu anafanya nini. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalofanyaje?
linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Biblia ya Kiingereza inasema by every word that proceeds. Linalotoka, kuproceed, imetumika proceeds ambayo inaonyesha ni kitendo cha sasa hivi lakini kinachoendelea. Huwezi kuishi kwa neno lililotoka kwenye kinywa cha Bwana jana au juzi au mwaka jana. Unatakiwa uishi kwa neno lililotoka kwenye kinywa cha Bwana leo. Amen. Mungu anasemaje leo kuhusu maisha yako? Mungu anasemaje leo kuhusu mipango yako? Mungu anasemaje leo kuhusu watoto wangu? Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameahidi kwamba nitaishi kwa neno linalotoka leo kwenye kinywa cha Bwana. Unajua kama Ibrahimu angeishi kwa neno alilolisikia jana, angemchinja Isaka. Yaani angesema kwa Bwana, mimi Mungu ashaniambia nitamtoa Isaka, kwa hiyo Mungu tushamalizana, mimi naenda kumtoa. Angeenda kweli angemchinja, lakini alienda huko anaendelea kusikiliza. Je, Bwana jana ulisema vile, leo unasemaje? Mungu leo anasema leo usimchinje. Jana alisema mchinje, leo mwache. Kwa nini? Kwa sababu tayari na mpango. Kuna mwana kondoo huyu hapa, mchinje. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Sasa hivi Mungu yeye kuongea akiweza kwenda naye sawa, ni lazima tuwe tunamsikiliza. Lazima tuwe tunakuwa, na lazima tuwe tunamsikiliza. Ushakutana na rafiki yako ambaye yeye anakukumbushaga tu hata mambo ya miaka 10 iliyopita. Ushakutana na rafiki yangu kilicho nafikiri niko chuo kikuu, lakini yeye kwa sababu nilisoma naye sekondari, bado ananikumbusha story ya mimi kugombea netball na sikupata. Sikupata, lakini miaka 10 iliyopita. Sasa hivi inawezekanaje hapa? Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko kwenye maisha yangu ya miaka 10 iliyopita. Sasa hivi hatuwezi kuongea mambo mengi kwa sababu hatuko kwenye mstari sawa. Sasa na kwa Mungu pia ni hivyo hivyo. Kuna kitu Mungu anasema leo, lakini mara nyingi tunampelekea story za kipindi tuko sekondari. Na hiyo ni miaka 10 ambayo imeshapita. Kwa Mungu anatamani tukue ili kile ambacho anakifanya kiwe sawa na kile ambacho sisi tunakielewa kwenye maisha yetu ya kila siku. Sasa kwa nini tunahitaji kukua kiroho? Hapo sasa naenda kwenye andiko langu lile ambalo tunalisoma. Kwa nini tunahitaji kukua kiroho? Tunahitaji kukua kiroho kwa sababu kuokoka ni muujiza. Lakini kukua kiroho sio muujiza. Kukua kiroho sio muujiza. Kuokoka ni muujiza 100%. Biblia inasema kwa moyo mtu anafanyaje? Anaamini, na kwa kinywa mtu anakiri hata anapata wokovu. Yaani wewe unachofanya ni kwamba unakubali ule mpango wa Mungu. Na hata ile imani ya kupokelea wokovu pia, mwanadamu mwenye dhambi hana imani ya kupokelea wokovu. Inabidi kwanza asikie neno la Kristo. Kwa Mungu anakuletea neno la Kristo, halafu anakupa imani ya kulipokelea, halafu kisha alipokea, yeye anakuokoa. Ezekieli 36:26, Mungu anasema yeye atatupa mioyo ya nyama. Kwa hiyo operation ya kubadilisha moyo wa jiwe na moyo wa nyama ni kazi ya Mungu kwa 100%. Sisi tunatakiwa kupokea huo mpango wa Mungu. Tuupokee. Kuokoka ni muujiza, lakini kukua kiroho ni uwekezaji ambao Mkristo anatakiwa kufanya. Kukua kiroho sio muujiza. Kwa hatuwezi kupima ukuaji wa mtu kwa idadi ya miaka aliyokaa kanisani. Lakini pia huwezi tu kuamka asubuhi ukajikuta umekua kiroho au hata wewe mwenyewe hujui nini kimetokea. Kwa nini? Kwa sababu kukua kiroho sio muujiza, ni uwekezaji. Lazima wewe mwenyewe umedhamiria, yawe ni maamuzi ambayo umeyafanya, halafu neema ya Mungu inakusaidia. Neema ya Mungu inakuwezesha. Sasa kwenye mstari wangu tuliosoma Waebrania 5:11-14. Mwandishi wa Waebrania aliandika waraka huu mwaka wa 60 baada ya Kristo. Kama mwaka wa 60 baada ya Kristo, manake ulikuwa ni wastani wa miaka 30 kama kanisa limeanza. Kanisa lilianza baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Kwa wakati wanakumbuka Waebrania walikuwa ni watu wa kwanza kuokoka. Wale waliosikia watu wananena kwa lugha ile siku pale Yerusalemu, wakajiuliza hao watu wamelewa, wakaambiwa hawajalewa, wakaamini Injili, wakaokoka watu 5,000, baadaye wakaokoka watu 5,000, baadaye kanisa likaendelea kukua kwa maelfu. Wale waliokuwa wanaokoka wale asilimia kubwa ni Waebrania. Kwa kutokea pale wakarudi kule walikokuwa Rumi na
sehemu nyingine za dunia. Walikuwa tu wameenda Yerusalemu kutembea kwa ajili ya sikukuu. Kwa hiyo kutokea pale wakarudi kule walipopaka walikuwa wamekuwepo kabla. Walipofika kule wakaanzisha makanisa. Kwa hiyo ukisoma kuhusu kanisa la Rumi, ile ni kanisa ambalo wanatheolojia wanaamini kwamba lilianzishwa na wale Wakristo ambao waliondoka pale Yerusalemu pamoja na sehemu zingine. Sasa imepita miaka 30 kama watu wamejua Kristo. Lakini Paulo kama unaamini kwamba ni Paulo anaandika mstari mitatu ambayo inatafakarisha kidogo. Anaambia hawa watu, mngeweza kuwa na maneno mengi ya kusema kuhusu huyu Yesu Kristo, lakini ni ngumu kueleza kwenu kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Iwapasapo kuwa walimu, bado unahitaji mtu wa kuwafundisha mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Sasa hawa watu wamekaa kanisani miaka 30, lakini Paulo anawaambia ninyi bado ni watoto kiroho. Ni watu wazima kweli, lakini kiroho bado ni watoto. Kwa nini? Kwa sababu hatukui kiroho kukaa kanisani peke yake. Ukuaji wa kiroho ni kitu cha kudhamiria, lazima mtu afanye maamuzi. Kwa hiyo yako iliandikwa kipindi ambacho kanisa lilikuwa linapitia mateso. Hawa Wayahudi hao walioamini walikuwa wanapitia kwenye mateso, na asilimia kubwa walikuwa wanafanya maamuzi ya kurudi kwenye dini yao ya zamani ya Kiyahudi, ile Judaism. Kwa mwandishi wa Waebrania anawaandikia kuwatia moyo kwamba jamani, mmekaa kanisani miaka 30 lakini hamjakuwa. Kiasi kwamba sasa hivi mkutana na msukosuko kidogo mnaiacha imani. Unajua tabia za kuacha imani ni tabia za mtu ambaye ni mchanga, mtu ambaye ni mtoto, si ndio? Tabia za mtu ambaye anatumwa, alafu umetokea na majukumu mengi au unaenda kutembelea, anasema leo kanisa siendi tena. Wewe nani? Mchanga. Kwa sababu gani hizo ndio tabia za watu wa Ibrania? Wamekaa kanisani kweli, walikuwa wanasema wanampenda Mungu, lakini wamekutana na msukosuko kidogo, wanasema kama ni imani basi tunaiacha. Kwa hiyo anawatia moyo kwamba mngekuwa mmetumia muda wenu vizuri mkakuwa kiroho, msingokumbana na hii changamoto ya kuiacha imani sasa hivi. Lakini kwa sababu mlikuwa kanisani lakini hamjakuwa, sasa hivi inawapasa kuwa walimu. Na mimi vitu ninavyowafundisha mmetakiwa nyinyi ndio mnawafundisha watu wengine, anawaambia Paulo. Lakini hamjakuwa kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia, mmekuwa wavivu wa kujifunza neno la Mungu, mmekuwa wavivu wa kuwekeza kwenye ukuaji wenu wa kiroho. Ndio maana mnajikuta mmefika hapa mahali ambapo mmefika. Kwa Mtume Paulo ni kama anawaamsha hamasa yao tena. Anawaambia sasa ni wakati wa kuamka, mwanze kujifunza sasa, mwanze kuwekeza kwenye ukuaji wenu wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kukua kiroho sio muujiza, ni uwekezaji. Kwa kijana ambaye hajadhamiria kuwekeza kwenye ukuaji wake wa kiroho, miaka 30 ijayo bado atakuwa mchanga. Hata atakuwa anahitaji kupelekwa kwenye ofisi ya mchungaji kila mara, akaonwe kila mara kuna tukio fulani amelifanya. Lakini ukimwangalia vizuri mnagundua alizaliwa kanisani miaka 40 iliyopita, lakini hajakuwa, hakuna hatua ambayo amepiga. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji ni uwekezaji, unakuwa kiroho kuwekeza. Na unajua kiwango chetu cha ufahamu wa Mungu ndicho ambacho pia kinaamua Mungu akasema na sisi nini. Paulo alikuwa ukisoma hapo kabla, Paulo alikuwa anaonyesha uhusiano kati ya Yesu Kristo na Melkizedeki. Vitu vya ndani sana vya kiroho. Melkizedeki yule mfalme wa Salemu yule ambaye Ibrahimu alitoa fungu la 10 kwake. Yesu Kristo, Paulo alikuwa anaonyesha uhusiano kati ya Yesu Kristo na Melkizedeki. Lakini alipoanza tu sentensi mbili akakumbuka kwamba anaongea na watoto wa kiroho, akamwambia hivi vitu hamwezi kuvielewa sasa hivi. Kwa kiwango chao cha uelewa kilikuwa kinaamua Mungu ataongea nao nini. Unajua kinikuta anaongea na mwanangu wa miaka 2 na naongea naye A-E-I-O-U. Unafikiri hicho ndio kitu pekee mimi ninachofahamu? Naongea naye hicho kwa sababu hicho ndio kitu pekee yeye anachoweza kuelewa kwa sasa. Kwa hata kwa Mungu pia anaongea na wewe kulingana na kiwango chako cha ufahamu.
kiwango chake kiongezeka ni kama mzazi. Mtoto akifika miaka 10 tunaongea mazungumzo ya miaka 10. Akifika miaka 18 tunaanza sasa kuwa na discussion za kiutu uzima. Hizo tuongea vitu vya kiutu uzima. Kwa hiyo hao watu walimzuia kwenye ufunuo ambao alikuwa anawapa. Alipogundua kwamba watu ufahamu wao bado ni mchanga, akawa ameshindwa kuendelea nao. Kwa kukua kiroho ni uwekezaji, kwa sababu hata Waebrania wenyewe hawakuwa kiroho kwa sababu walikuwa kanisani. Sio kitu ambacho kinatokea. Sio kitu ambacho kinatokea. Unajua mimi nimekulia kanisani. Nimekuwa wazazi wangu wakiwa wameokoka. Kwa hiyo nimekuwa Sunday school naimba kwaya na nini. Lakini naweza nikakwambia ni lini maisha yangu ya kiroho yalianza kwenda mbele kwa kasi. Na hicho kipindi ni kipindi ambacho niliamua kwamba sasa ninaamua kuwa serious na wokovu. Ninaamua kuwekeza kwenye maisha yangu ya kiroho. Kwa hapo nilikuja nimerudi nyumbani nikizo form 2, naenda kulala kanisani siku 2, tunafunga, tunaomba, tunasoma neno. Na kuta kaka zangu sio wanaenda mlimani kuomba, na mimi najiunga nao, naenda narudi naanza kuongea kweli, nasoma physics na biology. Siwezi kusoma Biblia kweli nikaimaliza. Hebu ngoja najaribu naishia mahali fulani, lakini mwakani tena najaribu tena. Kwa nilianza kuweka jitihada. Hicho ndio kipindi ambacho maisha yangu ya kiroho yalianza kupiga hatua. Kwa kama tutakuwa kiroho lazima tufike mahali fulani kufanya maamuzi. Sababu ya pili, ndio nakimbia sana. Kwa nini tunahitaji kukua kiroho? Tunahitaji kukua kiroho kwa sababu sisi wote, kila Mkristo unayemfahamu alianza kama mtoto. Sisi wote kiroho huwa tunaanza kama watoto. Siku ulipookoka ndio siku ambao ulizaliwa upya. Kwa wote Mungu ametusaidia tunaanza kama watoto. Lakini kinachotokea baada ya hapo, tutakuwaje miaka 10, 20 ijayo, inategemea sasa tunafanya nini sisi kama Wakristo. Ile neema ya Mungu tunaitumiaje? Paulo anasema neema ya Mungu haikuwa kwangu bure, na alifanya kazi kuliko wao wote. Neema ya Mungu ilivyokuwepo ilimsaidia Paulo kufuata walimu wake. Kwa neema ya Mungu ikija kwetu inatusaidia kuwekeza kwenye maisha yetu ya kiroho. Kwa sisi wote tunaanza kama watoto. Petro wa kwanza 2:2. Petro wa kwanza 2:2 inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini mazoea ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Sisi wote tunaanza kama watoto wachanga. Kila Mkristo alianza kama mtoto mchanga. Ila alichokifanya baada ya hapo ndio kinachomtofautisha Mkristo mmoja na mwingine. Watu wawili wanaweza wakaokoka siku moja, lakini miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, ukakuta mmoja ni mchungaji, ukamkuta mwingine bado anasuluhishwa kesi. Kwa nini? Kwa sababu waliokoka wote sawa ndio, lakini baada ya hapo walifanya nini? Mungu ana nafasi yake ya kutoa neema, lakini wewe na mimi pia tuna nafasi zetu kwenye ukuaji wetu wa kiroho. Kwa dhamira na uwekezaji kwenye ukuaji ndio unaofanya wengine wale watu wazima na wengine wabaki kuwa watoto. Na unajua kuanza kama mtoto ni jambo jema. Mungu alitupa nafasi ya wote kuanza kama watoto ili iwe rahisi kujifunza. Unakumbuka jinsi ambavyo ulivyookoka pale mwanzoni, ulivyokuwa una bidii ya kujifunza. Kila kitu unatamani ujue. Kila kitu kiambao kuna kitu fulani, kuna semina fulani kanisani, hata kama ni ya watoto, unatamani uje ujifunze. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anatamani. Najua wengi hapa ni wazazi. Watoto wana maswali. Mimi watu wangu ni wadogo, kuna muda wananiuliza maswali hadi sana leo. Hebu sasa hivi ameenda kwa mama yangu kidogo na yeye mshughulishe. Kwa nini? Kwa sababu watoto wana maswali. Na ukimjibu atakuuliza kwa nini? Ukisema neno halijui, atakuuliza neno maana yake ni nini? Halafu usokute neno ambalo huwezi kujielezea kwa lugha ya mtoto. Anatamani kujifunza. Sasa watoto kiroho pia wako hivyo. Mtoto akiokoka tu anakuwa na shauku, anakuwa na kiu. Halafu baadaye akija kwa Wakristo sisi sasa ambao tushakaa muda mrefu, sisi ndio tunampoza sasa. Badala ya kumsaidia kwenda pale, tunamwagia maji ya baridi naye anatoka. Lakini tunaanza kama watoto kwa sababu ni rahisi zaidi kumfundisha mtoto. Biblia inasema kwenye Waebrania 5:8, Waebrania 5:8 inaongea kuhusu Yesu Kristo, inasema na ingawa ni mwana alijifunza utii kwa mateso hayo yaliyompata. Waebrania 5:8. Yesu Kristo ni Mungu 100%, lakini
Mwandishi wa Biblia anasema Yesu katika wanadamu wake na yeye pia alihitaji kujifunza vitu. Ndio maana Mungu hakumleta akiwa mtu mzima, alimleta akiwa mtoto, akamwambia sasa, kabla hujajifunza kumtii mimi, nenda kwanza kajifunze kumtii Mariamu na Yusufu. Ukatumwe kwanza, ukakate kuni, ukachote maji, uambie hao. Halafu ukifika wakati sasa wa kunitii mimi kwenye mambo makubwa, utakuwa umeshajifunza. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi kumfundisha mtoto kuliko kumfundisha mtu mzima. Kwa wote kama Wakristo tunaanza kama watoto. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatupa hiyo neema ili tujifunze. Unajua moja kati ya watu ambao walistruggle sana, walihangaika sana na utii ni Mfalme Sauli. Sababu mojawapo ambayo mimi ninaamini Sauli alihangaika sana na utii ni kwa sababu alipata ufalme akiwa mtu mzima. Yaani alichukuliwa tu akiwa mtu mzima akapewa ufalme. Mungu akasema sasa ukienda kwa Daudi hatutaanza na mtu mzima, tutaanzia mtoto kwanza. Akajifunza kwanza kumtii Mungu na kumpenda Mungu hatua kwa hatua, hadi kuja kufika kipindi sasa anafaa kuwa mfalme, atakuwa ameshajifunza utii. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi kumfundisha mtoto kuliko kumfundisha mtu mzima. Kwa wote huwa tunaanza kama watoto. Sasa kama tunaanza kama watoto, sio mpango wa Mungu tuendelee kubakia kuwa watoto kiroho. Hiyo ndio maana ni muhimu sasa tukue, kwa sababu Mungu anatutarajia tukue na Mungu anatupa fursa kila mara za kukua. Sababu ya tatu, kwa nini tunahitaji kukua? Nimesema hivi ni vitu ambavyo ninavijua kwa uhakika. Kwa hiyo tunajua kwamba ukielewa hii kanuni ya kukua, ukaanza kufanyia kazi kwenye maisha yako kuanzia leo, hautakuwa mtu wa kawaida. Tunahitaji kukua. Sababu ya tatu, ili tuweze kuyabatilisha mambo ya kitoto. Unajua watoto wanafanya mambo ya kitoto. Hata watoto wa kiroho, sio watoto wa kibiolojia. Hata watoto wa kiroho wanafanya mambo ya kitoto. Sasa tukikua tunayabatilisha mambo ya kitoto. Mtume Paulo anasema kwenye Wakorintho wa kwanza 13:11 anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Sasa hapo Paulo haongelea utoto wake alipokuwa mtoto mdogo huko Tarso, anaongelea utoto wake wa kiroho. Anasema nilipoanza kuamini, nilipokuwa mtoto kiroho, nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, na nilifahamu kama mtoto. Unajua mtoto anaongea kama mtoto, anaelewa mambo kama mtoto, anafikiria kama mtoto. Lakini anasema hii namna ya kuongea na namna ya kufikiri na namna ya kufahamu yote vilibadilika siku alipokuwa mtu mzima. Kwa sisi pia katika roho zetu za kiroho sasa kama Wakristo, namna zetu za kuongea, namna zetu za kufahamu na namna zetu za kufikiri zitakuwa sawasawa na Mungu anavyotaka ziwe kama tutakuwa Mkristo. Ndio kuna namna ambayo inabidi uwe unafikiri wewe ili uweze kukaa kwenye mstari sawa na mambo ambayo Mungu anataka kufanya. Ndio maana Warumi 12:2 inasema bali tugeuze kwa kufanya upya nia zetu, namna zetu za kufikiri inabidi ziwe kwenye mstari sawa na neno la Mungu ili vitu vianze kutokea kwenye maisha yetu. Kwa kuna muda unanena kwa lugha kwa hiyo unajaa roho, lakini ukitoka ukaenda kwenye maisha yako hakuna kitu kinachotokea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akiongea na wewe anakuta namna yako ya kufikiri inakinzana na yeye anavyofikiri. Namna yako ya kufikiri, ukiri wako unakinzana na neno la Mungu. Ufahamu wako hauko kwenye mstari sawa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu bado ni ufahamu wa mtoto. Kwa hiyo ukikua, namna yetu ya kuona mambo, namna yetu ya kusema, namna yetu ya kufikiri itakaa sawa sawa na vile ambavyo Mungu anataka. Unajua lazima kuna mstari ulionyooka kati ya kile Mungu anachokisema na wewe unapokipokea ili vitu viweze kutokea kwenye maisha yako. Amen. Tofauti na hapo utakuwa kama simu ambayo imekufa display. Simu yangu siku moja wakati naongea baada ya kuanza kuongea ikazimika ikawa nyeusi. Nikaipeleka kwa fundi. Nilipeleka kwa fundi, fundi akaishika ile simu akaiwasha. Kaiwaki
Lakini akaniambia nishike hii simu. Nilipoishika nikakuta message zinaingia kama kawaida, simu zinaingia kama kawaida, hata ukimtumia muamala utaingia kama kawaida, lakini hapa kwenye kioo sio chochote. Akaniambia hii simu huko ndani maisha yanaendelea kama kawaida, lakini wewe uweze kunufaika na hicho kinachoendelea huko ndani, kwa sababu umeua uwezo wako wa kuona vitu, umeua uwezo wake wa kudisplay vitu. Sasa mara nyingi wakati namsikiliza yule fundi, Roho Mtakatifu akanipa ufunuo. Mara nyingi sana pia na Mungu anakutana na hiyo changamoto kwenye maisha yetu. Tumejaa roho, tunanena kwa lugha, lakini ufahamu wetu haujafahamu upya kwa neno la Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikupa wazo fulani, akitafuta mstari fulani au uvuvie moyoni mwako, ili uje sasa kama rema, uje kama neno la Mungu lilovuvia ufanyie kazi maisha yako yabadilike. Akifika kwenye ufahamu wako hakutani na neno la Mungu, anakutana na mistari ya Mungu fulani. Kwa tayari kunakuwa hakuna connection kati ya roho yako na ufahamu. Kwa hiyo tukikua tukaacha namna ya kufikiri kama watoto, namna ya kuongea kama watoto, namna ya kufahamu kama watoto, tutampa Mungu nafasi ya kuweza kufanya kazi kwenye maisha yetu. Amen. Namna ya kufanya kazi kwenye maisha yetu. Unajua watoto wanafahamu kama watoto. Watoto wanafahamu kama watoto. Siku moja mwanangu alirudi kutoka shule. Ni mdogo kwa ana miaka 5. Alipokuja akaniambia, baba, Tanzania ni mbali sana. Nikamwambia kwa nini? Nafikiri alikuwa amefundishwa kuhusu Tanzania kwa mara ya kwanza shuleni. Nikamwambia Tanzania sio mbali, sisi wenyewe tuko Tanzania. Akaniambia hapana, sisi tuko Dar es Salaam. Watoto wanafahamu kama nani? Sasa nikaanza mwanangu namuelezeaje sasa kwa Dar es Salaam niko Tanzania. Kwa sababu Tanzania yenyewe sio kama unaishika hii hapa. Nikaanza kuanza kwa mfano ungekuwa anaweza kusoma ramani. Ningemchukulia ramani nikamwambia mwanangu hii Tanzania, hii Kenya, hii Uganda. Hii Tanzania, sisi Dar es Salaam hii hapa iko Tanzania. Lakini unajua nikiletea ramani cha kwanza ataniuliza hii michoro nini? Kenya, Uganda ni kitu gani? Kwa sababu gani? Ufahamu wake bado ni nani? Sasa hata kiroho pia ni hivyo. Kuna mtu Mungu anakuambia kitu lakini hicho kitu ili uweze kukielewa utakuwa umeshaelewa vitu vingine. Yaani kwa mfano unaweza kusoma ramani kwanza kiroho, naongelea kiroho sasa. Kuna basics unatakiwa umeshazikava. Ndio kama Paulo anachowaambia Waebrania. Kwa hiyo jamani nyinyi ili muweze kuelewa uhusiano kati ya Melkizedeki na Yesu, kuna vitu vingine mnatakiwa mwe mshavielewa tayari. Lakini nyinyi mtaondoka kanisani ndio mtakuwa mwe mnavielewa hivyo vitu, hamjavielewa. Kwa sasa hivi hatuwezi kuongea vitu vya chuo kikuu wakati nyinyi mko darasa la 6. Unaona tofauti hapo? Kwa watoto wanafahamu kama watoto. Sasa namna ya kuondokana na huo ufahamu wa kitoto, namna ya kuondokana na mambo ya kitoto ambayo Mtume Paulo anasema yeye aliondokana naye kwa kuwa mtu mzima. Na unakuwa mtu mzima kwa kufanyaje? Kwa kukua, kwa kuwekeza kwa ukuaji wako. Sababu ya nne, tunahitaji kukua ili tusimwekee Mungu mipaka. Hebu sema ili tusimwekee Mungu mipaka. Unajua kwa Mungu ana nguvu zote. Yuko mahali kote kwa wakati wote. Anajua yote. Bado kuna mtu mmoja ambaye anaweza kumzuia Mungu asifanye vitu hapa duniani kupitia maisha yake. Na yule mtu unajua ni nani? Huyo mtu ni Mkristo asiyekuwa. Mkristo asiyekuwa anaweza kumwekea Mungu mipaka. Anaweza kumzuia Mungu asifanye. Yaani unajua kuna vitu ambavyo nilikwambia pale mwanzoni ambavyo Mungu amekusudia kuvifanya kupitia maisha yako. Yaani Mungu sasa tuko juu vitani. Kwenye ratiba za Mungu kuna vitu ambavyo ungeenda naye hatua kwa hatua. Alikuwa amekusudia kwamba baiduni ndio vimeshafanyika. Lakini Mkristo asiyekuwa ni Mkristo ambaye ataisikia nguvu ya Mungu isifanye kazi. Kwa sababu Mungu yuko mahali kote kwa wakati wote, ana nguvu zote, anajua kila kitu. Lakini Mkristo asiyekuwa atamzuia Mungu asifanye kazi kupitia maisha yake. Kwa sababu mwili Mungu afanye kazi hapa duniani na kuhitaji wewe. Ndio maana amekuokoa. Unajua Mungu angekuwa kuhitaji hapa duniani, ingekuwa ukiokoka tu na kufa siku hiyo unaenda mbinguni. Lakini kwa nini Mungu amekuacha? Amekuacha kwa sababu anakuhitaji. Mchungaji aliongea hapo mwanzoni, nikaona mchungaji ameshaanza kuhubiri ujumbe wangu. Kama ulisikiliza unaweza connect kirahisi. Mungu amekuacha ili tufanye kazi yake, tumsikilize anataka tufanye nini, alafu
tufanye kile anachotaka. Kwa tusipokuwa tutamwekea Mungu mipaka kwenye kile ambacho anaweza kufanya hapa duniani. Zaburi 78:41. Zaburi 78:41 inatupa mfano wa watu waliomzuia Mungu kufanya kazi. Inasema wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Zaburi 78:41. Utasoma ukifika nyumbani. Hawa ni wana wa Israeli. Huyu mtunga Zaburi alikuwa anatusimulia safari ya wana wa Israeli. Anakuambia katika vitu ambavyo wana wa Israeli walifanya ni kwamba waliwekea mtakatifu wa Israeli mipaka. Yaani Mungu alikuwa na nguvu ya kuondoa Kanaani ndani ya siku moja. Lakini kilichofanya wasiwaondoe sio kwamba Mungu hana nguvu. Kilichofanya wasiwaondoe ni kwamba wana wa Israeli hawakuwa tayari. Kwa tukiona wana wa Israeli miaka 40 baadaye wamekufa wote, waliotoka Misri wamebaki watoto na Yoshua na Caleb. Sio kwa sababu Mungu hakuwa na nguvu ya kuwaingiza Kanaani. Ingechukua muda mfupi tu kuwaingiza Kanaani, lakini wao hawakuwa tayari. Ile nguvu ya Mungu iliyokuwa tayari kuwasaidia wao walizuia, kwa sababu hawakujua kama ambavyo Mungu alikuwa anatarajia, kama ambavyo Mungu alikuwa anatarajia. Kwa hiyo walimwekea mpaka mtakatifu wa Israeli. Walimwekea mpaka, walimwekea mpaka wa kutokuamini. Unbelief. Na imani inakujaje? Nimesema imani inakuja kwa kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Tumesema hapo Paulo anawaambia Waebrania kwa nini wanapotakiwa kuwa walimu bado ni watoto, kwa sababu wamekuwa wavivu wa kusikia. Njia mojawapo tunawekeza kwenye ukuaji wetu ni kupitia kuingiza neno la Mungu kwenye mioyo yetu kwa wingi. Sasa wana wa Israeli imani zao hazikukua, na kwa sababu imani zao hazikukua, kukosa kwa imani kukamwekea Mungu mipaka. Unajua Mungu alimwambia Ibrahimu, kwa kadri unavyoona nitakupa. Sasa unajua ili uweze kuona mbali inabidi uwe mtu mzima. Hivi mtoto wa miaka 2 anaweza kuona mbali? Hawezi hata kuona usawa wa dirisha. Lakini ukiwa mtu mzima angalau unaweza ukapanda hata juu ya mti, ukapanda juu ya mlima ukaweza kuona mbali. Kwa hiyo ili tuweze kuiruhusu nguvu ya Mungu. Unajua ukiona kitu kidogo, ukiwa na maono madogo, tayari umeuzimia nguvu ya Mungu isifanye kazi. Hebu fikiria Mungu alikuwa anataka kukusaidia wewe hapo, akupe nguvu yake kuwezeshe kuweza kuwafikia watu 200,000. Lakini wewe ukawa tayari kuwafikia watu 10. Hatuwezi kusema kwamba Mungu hana nguvu, lakini wewe maono yako ni madogo kiasi kwamba nguvu ya Mungu haijahitajika ili yaweze kutimia. Kwa maono madogo yanamwekea Mungu mipaka. Yanamwekea Mungu mipaka. Namna zetu za kufikiri zinaweza kumwekea Mungu mipaka. Unajua vyombo vya yule mama, kumbuka yule mama yule alienda kwa nabii Elisha, yule akamwambia amsaidie watu wake watauzwa. Aliambiwa akakusanya vyombo, si ndio? Mafuta yaliisha. Binasema vyombo vilipoisha ndio mafuta yakafanya. Kwa Mungu waga kuna unlimited supply. Yaani mafuta yapo. Vyombo. Wewe na mimi Mungu akamwambia Elisha, akamwambia nenda nyumbani kwako utakuta Mungu amekupangia vyombo. Aliambiwa wewe hapo na watoto wako nendeni kazini vyombo. Kwa hiyo ukimkuta yule mama kesho yake baada ya mwaka mmoja ana njaa, huwezi kumlaumu Mungu kwamba Mungu akusupply mafuta ya kutosha. Wewe unaandaa vyombo vyako vya kutosha. Kwa hiyo tunaweza tukamwekea Mungu mpaka kwa kuwa na maono madogo. Kuandaa vyombo sasa kwako wewe inamaanisha nini? Inamaanisha kuona vitu kwa ukubwa, kuona vitu kwa upana, kuwa na maono makubwa. Kwa unajua naongea na vijana. Tuwe na maono makubwa, tuone vitu kwa upana. Yaani maono yako yanapaswa kuwa wewe mwenyewe yanakutisha. Usimwamini Mungu tu kwa ajili ya kwenda chuo kikuu alafu uwe na degree. Mwamini Mungu kwa ajili ya mambo makubwa. Najua Wakristo tangu zamani hizo, ukiwa hakuna simu, ukiwa hakuna magari, walikuwa wapigwa ulimwengu. Sasa sisi tuna watu kama Wakristo wa kizazi cha leo kumwamini Mungu kwa ajili ya mambo makubwa. Unajua kuna mambo ambayo unamwamini Mungu ayafanye kwenye maisha yako sasa hivi ambayo hayaendani na uwezo wako.
Kwa hiyo kwanza kutumia muda wa kutosha kujenga uwezo. Ili Mungu akifanya haya mambo, basi uwezo wako uweze kustahimili. Kwa maana ni muhimu ukue. Sababu ya 5 kwa nini tunahitaji kukua? Tunahitaji kukua kwa sababu baadhi ya changamoto unazozipitia sasa hivi ni matokeo pia hatua uliopo kwenye ukuaji wako wa kiroho. Baadhi ya changamoto unazozipitia sasa hivi ni matokeo ya hatua uliopo, ya level uliopo kwenye ukuaji wako wa kiroho. Hapa nikisema kwa namna rahisi, kuna mapepo ambayo sasa hivi yanawezekana yanakusumbua ambayo yako tu kwenye hii level uliopo sasa hivi. Ukikua haimaanishi kwamba hakuna hakuna changamoto, zipo, lakini angalau sio ni changamoto kubwa, sio zile ndogo. Unajua kwa ulimwengu wa shetani, mapepo ambayo yako huko chini ndio masumbufu sana. Ya juu kunawezekana yana vita kubwa, lakini sio za kila siku. Utakuwa unapigana mara moja, lakini vita za kukabwa usiku, usiza kukota, unakula vitu gani, utakuta tu ni kwamba kweli Mkristo aliyekuwa. Ndio maana shetani anapata urahisi. Mapepo haya ambayo yanatafuta nyama laini anakutia wewe kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu ya levo. Kwa kuna baadhi ya changamoto ambazo unapitia sasa hivi ambazo inabidi tu ukue ili ziweze kuachana na wewe. Na kimsingi kuna baadhi ya changamoto zako Mungu hata ziondoa, ikabidi usiauchukue. Inabidi ukue kiasi kwamba uweze kuzikanyaga. Ndio wakati mwanangu anatambaa, wakati anatambaa kwa anagonga sana kwenye miti. Tukajaribu kupunguza vitu sebeleni, lakini hatuwezi kuondoa kila kitu watu wa Mungu, si ndio? Tunaondoa makosa sasa tutakaa. Kwa kuna muda inabidi ujigonge, lakini tunachoweza kufanya tutakulisha ukue ili badala ya kujigonga kwenye makosa ukiwa unatambaa, utembea alafu ukae kwenye makosa. Ndio? Kiroho pia ndio. Kuna baadhi ya changamoto ambazo tunakabiliana nazo ambazo ukikua tu yani utazikalia. Najua Biblia inasema malaika alimsukuma lile jiwe hapo akafanyaje? Yaani kuna kitu ambacho kilikuwa ni wale wamama walikuwa wanasema jamani, nani atatuondolea jiwe sasa hivi tukifika, lakini kwa malaika kile kilikuwa ni kiti. Kwa kuna hapo unakuwa halafu baadhi ya changamoto vidogo wala vinakuwa tena sio vitu vya kukusumbua. Kwa baadhi ya changamoto, baadhi ya vizuizi na vikwazo unatokabiliana nazo sasa hivi ni matokeo ya hatua uliopo kiroho, na ukikua ukiwekeza kwenye ukuaji wako, hizo changamoto zitakuwa historia. Unajua namna rahisi ya kuvunja sheria. Mimi ni mwanasheria, ngoja niwafundishe namna ya kuvunja sheria. Namna rahisi ya kuvunja sheria ni kuondoka mahali ambapo hizo sheria zinatumika. Kwa mfano, nyie kama huko Tabata kuna sheria yenu kwamba kuanzia saa 2 usiku utakiwa kutembea nje. Mimi ninachotakiwa kufanya ni kwamba baada ya ibada hapa narudi zangu nyumbani kwangu Goba. Kwa sheria zenu zinabaki nazo hapo. Huku mimi kutakuwa naweza kutembea muda wote. Sasa hata rohoni pia. Namna ya kuvunja, kuna baadhi ya sheria katika ulimwengu wa roho ambazo zinakuzuia, lakini namna ya kuzivunja ni kukua na kuvuka hicho kiwango. Kupiga hatua na kuvuka hiyo sehemu. Unajua sikupenda sana maisha ya bwenini wakati nikiwa sekondari. Basi yale ya maisha ya kuamshwa na kengele, ya kulala kwenye dabodeka, mara umeanguka mara nini, sikuyafurahia sana. Lakini unafikiri kama ningeweza kuwa na uchaguzi wowote kama ningeendelea kuwa mwanafunzi wa sekondari? Ukiwa mwanafunzi wa sekondari ya bweni utalala kwenye, si ndio? Utalala kwenye dabodeka. Huo sio uamuzi wako. Kama unataka ukalale mahali popote unapotaka, uishi popote, basi maliza sekondari, nenda chuo kikuu. Maliza shule, nenda mtaani kafanye kazi, utajenga nyumba yako, utapanga, utalala unapotaka. Lakini ukiendelea kuwa mwanafunzi wa sekondari, utafuata sheria na taratibu za shule. Kwa kuna mtu kiroho yuko sekondari, lakini kila siku anambia Mungu niondoe hapo kwa nini mimi sipapendi. Mungu anamwambia kuwa, ukikua utaondoka. Kwa nini? Kwa sababu kukua ndio namna ya kubadilisha level ziada kwenye ulimwengu wa roho. Kama tu iko kwenye ulimwengu wa mwili, ndio namna ya kuhama. Kwa kama mtaa unaoishi kiroho hupendi kuwa ile uhamia mtaa mwingine ambao ni bora zaidi. Hamia mtaa mwingine ambao ni bora zaidi. Unajua kuna mitaa ambao wanaishi watu wanaokesha na kuomba. Watu ambao ni fungo na kuomba na neno ni maisha yao ya kawaida. Hawa ndio wanaishi mitaa yao
kiroho. Sasa wanaongea, wanaishi kwenye mitaa yao ambao hakuna kukaba usiku, sio hakuna kuibiwa, hakuna usumbufu. Kwa nini? Kwa sababu mapepo yenyewe yanajua kwamba pale kule mtaa ule kuna moto pale, usikatishe. Lakini kuna Mkristo ambaye yeye na watu wasiokuwa hawajaokoka kiroho wametenganishwa tu na kama fereji, yaani mapepo yanaingia huko na huko kama yanataka. Sasa ukibaki kwenye hiyo mitaa utamlaumu Mungu sana, lakini ukikua utafika level ambayo utaishi kama Mkristo ambaye Mungu amekusudia aishi. Ndio kuna baadhi, kwa mfano najua naongea na vijana, kuna uraibu, kwa mfano addictions. Mimi naongea na vijana mara nyingi, mchungaji, vijana wana struggle sana, na asilimia kubwa utakutana kijana amependeza, amevaa vizuri, anampenda Mungu, lakini ukishika simu yake utashangaza ana uraibu unamtesa, amejaza picha chafu, amejaza muziki mchafu, hivi vitu anapambana, anahangaika. Sasa baadhi ya vitu kama hivi vinahitaji tu roho wa moto kiroho, vinahitaji tu ukue kiroho. Ukishakuwa wa moto kiroho haviwezi kukaa na wewe, yaani utakosa chakula hadi utakufa. Amina. Ukinipeleka kwenye kina kirefu cha maji utazama. Amina. Changamoto ni kwamba yaani unaishi na uraibu, una addiction ya kila aina, kwa sababu wewe maji yako wewe ni usawa tu wa viwiko vya miguu. Lakini ukienda kwenye maji ya kuogelea vitu haviwezi kukaa kule. Utazama. Ukizama huko katika Mungu, ukawa mtu wa maombi, mtu wa mfungo, mtu wa mikesha, mtu wa ibada, hivi uraibu utakukamatia wapi? Amen. Huwezi kupata, kwa sababu unajua wadudu wachafu kama hizi huwa wanakaa kwenye chakula kilichopoa, si ndio jamani? Kwa hiyo unahitaji kutumia muda mwingi sana kufukuza wadudu kama chakula chako ni cha moto. Ukipasha chakula moto, wadudu wenyewe wanajua kabisa hiki chakula hapa hatuwezi kukaa. Kwa hiyo Mkristo anakaa na tabia ambazo hazifai kwa sababu yeye amepoa. Ukiwa moto, hizo changamoto zenyewe haziwezi kukaa na wewe. Sababu ya mwisho, unahitaji kukua kiroho. Tunahitaji kukua kiroho ili ahadi za Mungu zitimie kwenye maisha yetu. Ili ahadi za Mungu zitimie kwenye maisha yetu. Unajua Mungu, ndugu zangu, inapokuja swala la kutimia kwa ahadi za Mungu kwenye maisha yetu, Mungu hatishwi na malalamiko yetu. Ingekuwa Mungu anatishwa na malalamiko, basi wana wa Israeli wote wangeingia Kanaani, kwa sababu walikuwa wanajua kulalamika. Mungu hatishwi na malalamiko linapokuja swala la kutimia kwa ahadi zake. Mungu anashawishiwa na ukuaji wetu. Mwambie mwenzako, Mungu anashawishiwa na ukuaji wako. Kwa kama unataka Mungu, ahadi za Mungu unazosoma kwenye neno lake zitimie kwenye maisha yako, mshawishi Mungu kupitia ukuaji. Unajua kukua kuna vitu hata utaomba, yaani kukua utakufikia tu. Utashangaa umefika mahali fulani, kuna ahadi ya Mungu imetumia hata hujaiomba. Kwa sababu kama tu katika mwili ambapo kuna baadhi ya vitu vimewekwa kwa ajili ya watu wazima, katika roho pia ndivyo hivyo. Kuna baadhi ya ahadi za Mungu zitatimia tu kwa mtu ambaye anakuwa. Kwa mtu ambaye anakuwa. Nasoma mstari wangu wa mwisho kwenye Kutoka 23. Kutoka 23 mstari wa 28 hadi 30. Kutoka 23:28 hadi 30 inasema, Mungu anawaambia wana wa Israeli sasa, anawaambia, nami nitapeleka maovu mbele yako, watakaomfukuza Mhiti na Mkanaani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo. Sema kidogo kidogo. Asante. Mbele yako hata utakapoongezeka wewe na kuirithi nchi. Mungu anawaambia wana wa Israeli, yaani mkitaka kuirithi ahadi zangu, ni kweli mimi nimesema nitawapa nchi ya Kanaani, lakini kama mnataka niwape, inabidi mnishawishi kwa kuongezeka. Yaani mtakuwa mnawapa kidogo kidogo, ahadi yangu itakuwa inatumia kidogo kidogo kulingana na nyie mnapokuwa na kuongezeka. Sasa fikiria, Mungu ameshaweka wazi hivyo. Halafu badala wana wa Israeli waongeze kwenye ukuaji wao, unawakuta wameitisha maombi, wanaomba Mungu awape nchi zaidi. Kanuni ya Mungu ni kwamba ukikua kiroho, Mungu atakuongezea utimilifu wa ahadi zake kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu unajua Mungu
hawezi kukupa kitu ambacho uweze kukisimamia. Na uwezo wako wa kusimamia kitu unaongezeka kwa kadri unavyoendelea kuwa mtu mzima kiroho. Kwa Mungu kuliko akupe nchi, usome vizuri mstari, kuliko akupe nchi yote ya Kanaani kwa mara moja alafu kesho akute wanyama wamejaa, anasema hapana, bora wa Kanaani wakae hadi wewe utakapoongezeka alafu ukanishawishi mimi kwamba nikukupa nchi yote unaweza ukaisimamia. Hivyo hivyo pia kwenye maisha yetu. Mungu atakusubiri hadi pale utakapokuwa. Kwa kuna wakati tunasema mimi namngoja Bwana, kumbe kimsingi ni Bwana ndiye anayekungoja wewe ukue. Kuna hali za Mungu tunasema mimi namsubiria Mungu ili hali yake itimize. Na Mungu naye amekaa mahali anasema namsubiria mwanangu akue ili hali yake iweze kutimia kwenye maisha yake. Kwa badala mara nyingine badala ya kumwambia Mungu naomba hiki na kile, mwambie Mungu naomba unisaidie nikue. Naomba unisaidie nikue. Maana najua nikikua tutaweza kuongea. Unajua hata baadhi ya maombi yako unayoyaomba ukikua utakujua kwamba hivi vitu kumbe sivihitaji. Kwa hiyo hata niombe vitu vingine vya msingi zaidi. Kuna mtu alipomuomba Mungu kitu baada ya miaka 5 ukamshukuru Mungu kwamba Mungu nakushukuru kama ukunipa kile kitu. Kwa sababu baada ya kukua ufahamu wako kuongezeka, hakuna kama kile kitu kimetoka. Ulikuwa ukihitaji na Mungu akikupa kulikupotezea muda. Kwa hiyo ahadi za Mungu zinatimia kama tutakuwa. Muda wangu umeisha.